Leo nitakufundisha somo zuri zaidi linalosema dalili 7 kuwa Mungu anaenda kuwaangamiza na kuwaaibisha maadui zako. Biblia inasema adui yako ni adui wa Mungu, mwachie Mungu apigane naye. Lakini sio kila muda unatakiwa kumwachia Mungu, kwa sababu hata wana wa Israeli kuna muda Mungu alikuwa anawaambia wapigane. Kuna muda Mungu alikuwa anawaambia Musa, piga fimbo kwenye maji. Kuna muda Mungu alikuwa anamwambia Musa, utakapoinua mikono juu nanyi mtashinda. Mungu anaweza kutumia mbinu tofauti tofauti kwa sababu yeye ni mtaalamu wa vita. Sasa leo nitakupa dalili 7 kuwa Mungu anaenda kuangamiza, kuwa crush total maadui zako. Na dalili hizo nitakupatia moja baada ya nyingine kwa mpangilio mzuri kabisa. Dalili ya kwanza, ukiona Mungu anaanza kuwapa onyo maadui zako, hiyo ni ishara kwamba anaenda kuangamiza. Mungu sheria yake kabla hajaangamiza kitu chochote huwa anatoa kwanza onyo. Mungu alimpatia onyo Farao kwa mapigo 10 ya Musa. Lakini Mungu aliwahi kuwapa onyo watu wengi tu kwenye Biblia. Anawakanya, anatumia watu wa Mungu kukanya, wakikataa ndo huwa anaangamiza. Hata Sodoma na Gomora walianza kwanza kupewa onyo, watu wabishi wanakataa. Kipindi cha Nuhu watu walipewa maonyo, walikataa, mwisho wa siku waliangamizwa. Dalili ya pili, mafarakano. Ukiona adui zako wanaanza kupigana wao kwa wao, huo ni mpango wa Mungu ili aweze kuangamiza na kuwaondosha kwenye uso wa dunia. Wanaanza kugombana, kupigana, kutarafikiana wao kwa wao. Dalili ya tatu, wanakosa umoja. Hata ukisoma kwenye ujenzi wa mnara Babeli, walikuwa ni watu waasi sana, walitaka kwenda mbinguni kwa njia isiyo rasmi. Mungu alitumia hii mbinu ya kuwakosesha umoja. Alipalanganyua lugha zao ili wasiweze kuelewana. Kila mtu afanye kile kitu kivyake. Lete chuma, huyu analeta maji. Lete mbao, huyu analeta kiatu. Ukiona adui zako wanaanza kukosa umoja, kwa sababu umoja ni nguvu, watu wakiungana kwa umoja huwezi kuwazuia. Mungu akubariki sana. Dalili ya 4, hofu. Kishindo cha wakoma. Mungu aliweza kutumia kishindo kikubwa, watu dhaifu wakoma. Mungu aliweza kusababisha kishindo cha ajabu kilichowatisha maadui zao. Hadi kuna nyimbo zinaimba kishindo cha wakoma. Ukiona Mungu anaanza kupandikiza hofu kwa maadui zako, ni ishara anaenda kuangamiza maadui zako na yuko upande wako. Amekubali kupigana vita hiyo pamoja na wewe. Dalili ya 5, anatia giza ama upofu. Kisoma nabii Elisha aliweza kuomba watu wengi wakapata upofu, wanajeshi ambao walikuwa wamekuja kumwataki. Mtumishi wake alikuwa amini kama walio upande wao ni wengi kuliko walio upande wa adui. Hadi nabii Elisha alipomwombea neema maalumu mtu wake wa karibu aweze kuona jopo la malaika waliomzunguka. Hata kipindi cha Sodoma na Gomora, wale watu waovu walipotaka kuivamia familia ya Lutu, malaika waliwapiga pigo la upofu. Na dalili ya 6,
mipango yao inavurugika. Ukiona maadui kila wakipanga mipango yao inaharibika, inavurugika, basi ujue Mungu yuko upande wako na amekubali kuangamiza. Dalili ya mwisho, ukiona unapata amani ya moyo. Siku zote ukiwa kwenye vita huwezi kuwa na amani, ila ukiona upo katikati ya vita unaanza kuwa na peace of mind. Tafsiri yake, nguvu kubwa ya Mungu iko upande wako na Mungu amekubali kutumika na wewe. Naitwa Leo Viazi, mtumishi wa Mungu. Napatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Usiache kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare ili uwe miongoni mwa wadau wetu wa kwanza ambao wanapata mafundisho mazuri mara pale pindi tu yanapoweza kutoka. God bless you. Mungu akubariki zaidi.